Unaposikia habari ya Pasaka unaona nini? Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka kuanzia ile 12 ndio mahali ambapo Pasaka inaanza kutajwa. Na wana wa Israeli walikuwa wanatolewa utumwani Misri, na kwenye nyumba ya utumwa Misri wanapelekwa kwenye nchi ya ahadi ambako ni Kanaani. Na Mungu akatoa maelekezo baada ya mapigo mengine yote. Pigo la mwisho lilikuwa ni pigo la damu kwa ajili ya kupiga mzaliwa wa kwanza wa Misri, ili Israeli kama mzaliwa wa kwanza wa Mungu aachiliwe. Haleluya. Yakatolewa maelekezo ya namna ya kutoa sadaka, iwe ni mwana kondoo asiye na ila ambaye ana mwaka mmoja, au mwana mbuzi au mwana kondoo wa mwaka mmoja. Alafu akasema kwamba mtakapomchinja iwe ni kwenye kila nyumba mwana kondoo mmoja, au kama mko wachache mnaweza mkaitana nyumba mbili mwana kondoo mmoja. Alafu anasema baada ya kuchinja mtachukua damu yake mtapaka kwenye miimo ya milango. Alafu anasema nitakapokuwa nakuja kuadhibu wa Misri na kuachilia pigo la mzaliwa wa kwanza, anasema nitakapoiona hiyo damu kwenye miimo ya milango na vizingiti, anasema nitapita juu. I will pass over. Pass over. Pasaka. Nitapita juu. Kwa maana yake kama kuna Mwebrania ambaye hakusikia maelekezo, pamoja na kwamba ni Mwebrania, kama asingepaka damu kwenye miimo ya milango, maana yake angepigwa vile vile. Kwa sababu condition ni Mungu ana sheria zake na kanuni zake. Ana kanuni zake za kubarikiwa, ana kanuni zake za mtu kufanikiwa, ana kanuni zake mtu ya kustawi kiroho. Kanuni zake zipo kwenye Biblia, ziko vizuri kabisa. Ile picha iliyokuwa inaonyeshwa kule ya kutoka Misri kwenye nyumba ya utumwa kwenda kwenye nchi ya ahadi, anaonyesha picha ambayo Mungu atakuja kwa mwanae atakapokuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Atamwaga damu yake, vivyo hivyo atakuwa anawatoa watoto wake. Sasa saa hii sio wa Israeli peke yao, sio Wayahudi peke yao, watoto wake dunia nzima atakuwa anawatoa kutoka kwenye utumwa wa dhambi, kwenye ufalme wa giza, atakuwa anawapeleka nchi ya ahadi ambayo ni kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnanielewa vizuri sana. Sasa ile Wakorinto wa kwanza sura ya 15 anasema hivi, kama tunamhubiri Yesu kwamba alifufuka, ambaye hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure, na sisi basi tumekuwa ni miongoni mwa watu maskini kuliko watu wengine. Lakini kama Yesu alifufuka, mtu atasemeje kwamba hakuna kiama ya wafu? Kwa sababu katika kufufuka kwa Yesu ndipo ambako tunapokea uzima wa milele. Katika kuamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka, manake alishinda mauti. Aliposhinda mauti, manake sisi hata kama tutakufa katika mwili huu tutafufuliwa. Ndio tumaini pekee lililoko kwenye dini ya Ukristo au kwenye imani ya Ukristo. Kwa sababu actually Ukristo haukutakiwa kuwa dini, ni imani. Kwa sababu Yesu, niliwaambia wakati kwenye semina, niliwaambia Yesu hakuja kuleta Ukristo, alikuja kuleta wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo jambo la kwanza nasema tunapozungumza habari ya Pasaka, jambo la kwanza tujue, tunapozungumza habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu, ni msingi wa imani ya muamini, ni msingi wa kwanza wa imani ya muamini. Nimependa wakati Sunday school wanaimba, wanasema kama kuzaliwa alizaliwa, na kama kufa alikufa, na kama kufufuka alifufuka. Yu hai milele. Kuna jambo